kuna sakata tuna katara. Sheria ya Mina kuna sakata tuna katara. Haitupe. Hayo ndio yamejiri siku ya Jumatatu Julai 13 mwaka wa 2020 mjini Kirungu, ambapo polisi wa taifa wamevunja maandamano yaliyoitishwa na wanachama wa upinzani wa muungano wa Lamuka kupinga kutajwa Ronsard Malonda kwenye kiti cha tume huru ya uchaguzi wa taifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pamoja na kukataa sheria ya Mina kuna sakata. Nikiwasalimu wasikilizaji na watazamaji na wakaribisheni kwenye runinga leo njoleo. Na msalimu pia director wa runinga Bulamba Odon kwa kunipa nafasi hiyo, na Ibwala Ikoni Shambui kwa mafanikio. Kwa majina naitwa Isidoro Kashule na waletea habari hiyo kutoka Moba, mkoa wa Tanganyika, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika ya Kati. Polisi wa taifa wamevunja maandamano yaliyoitishwa na wanachama wa upinzani wa muungano wa Lamuka siku ya Jumatatu Julai 13 mwaka wa 2020 mjini Kirungu. Kwa mujibu wa wafuasi wa upinzani, wameitisha maandamano hayo kupinga kutajwa kwa Ronsard Malonda kwenye kiti cha tume huru ya uchaguzi wa taifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na sheria ya Mina kuna sakata. Wakitaka kuingia barabarani kwa maandamano, wameanza kubishana na polisi wa taifa kwenye makao ya chama. Chef de l'État juu ya problème ya état d'urgence sanitaire. Yenye inakataza kuregrouper plus de 20 personnes. Alors wakati mnataka kufanya marche, mtajiregrouper au mtajiregrouper? Tout à respecter ma mesure de distanciation. Alors par rapport à ça, ndio banaona que non haina favorable permettre ni kuvunja ordonnance ya chef de l'État. Alors par rapport à ça, ndio bala administrateur anaona que vous avez suivi la télévision. Hapana kutembea. Les partis au pouvoir a organisé une marche à Kinshasa. Maintenant le sort était comment? Le sort était comment Sini? Le sort était comment? Il y a eu des casses, il y a eu des morts. C'est les militants du PPRD qui sont venus. Il y a eu des casses, il y a eu des morts. Puisque l'autorité qui gère au quotidien la sécurité anasema hapana. Ministre ya Interieur wetu anatuambia kushukue marche hata moja sur toute l'étendue de la République démocratique. Papa commandant, mimi nilikuwa nadhania. Ne forcez pas les choses. Non, on ne force pas les choses, mais au moins trop tunaniambia que vile mbona nafanya na bia vizuri puisque kitu tunalilia leo ni intérêt ni tangu yenu na yetu. Puisque leo maisha uko nayo haina mzuri. Haina hii moto nyo transport ya wewe commissaire mzima. Vile sasa tutafanya mwa hii maisha kila siku kwa ile ni mareve. Haina mareve. Ndio realite. Hata kama opposition ikapita tu bado pouvoir yote. Papa commandant. Kata commencer quelque part. Papa commandant. Ile motif yenye banakatalia. Anasema hakuna marche. Sasa kuambie bashitembeye. Qu'est-ce que vous craignez? Chi. Comment marcher? C'est tout. On veut que ce monde en côté hapa. Ngope moto. Ngope kingi. Il est de votre rôle kutuchunga. Kadamisha hizo kubafue sasa ordre mkubwa yangu. Ordre iko mal donné commandant vis-à-vis la constitution. Ordre iko mal donné. Wewe ndio unasema yuko mal. Hapana, wewe unajua kuna tena baki. Kuna interpret jinsi kwa hapa. Petete mbona wale wengine sema Nobody no. Ni decision inatoka avec cette personne. Nobody no. Wanasema hapana. La vie de tous ces policiers là changera quelque jour. Moi, ma conduite mon inaenda na autorité wepo wako jua nasema ça n'est pas bien commandant. Non, bibi ndio ile. Seni ndio yenye iko na base bila kitu kuharibika Mungu. Bila kufanya kitu kwa na honorable Christian Mwando. Non.
Moko na honorable kilasa yeko hapa. Ndio, mais cela ne suffit pas. Notre expression aussi. Si na sisi tunajexprimer volontairement. Probable munesha kuporter sauti yenu kule batuma, ils sont minoritaires dans l'assemblée. Telle qui est façonnée par huyu muntu. Ils sont minoritaires abasikiliki mule. C'est pas ku territoire, si mnafaa bien tu. Commandant, bale beko ba minoritaire. Kataze kutembea. Abanyambia sema ni misekirite. Nos députés là, je kwenda à l'encontre ya ile décision. Ba député betu bana tunatuambia. Beko ba Commandant. Nous, maman. Mwambie komanda ko mwantonse. Iseni iko patroni na huyu muntu. Njoo ile natuma ba député betu balikuwa élu. Bana wekwa nje. Bale benye balikuwa nommé besi barrière beko politique yenu. Non non, nous pouvons aussi ça non komanda. Sasa bitu bitachanja siku gani? A politique na bana bitu bitachanja siku gani? Nous voulons que ule policier anze kula siku mara 3 kusiku. Alipo mzuri. C'est non non. Mwende mwekele kwa manyumba mujokipe na makazi ingine. Tuko wakati moja ya krizi sana, mfanye kazi batoto wapate chakula ole ya kupitisha tu muda wa journée ya leo. La marche, c'est pour un petit temps. Ça répond devant l'autorité. L'autorité ndio alikatala kupokea ile mamemo kufuatana hierarchie yake. Tumpatie na huko niveau. Tuanze kuachia kwa bantu uhuru wa kujiexprimer, ile ni susi yetu. Kama bana mituma lwingine kuya kutufanya vitu sawa vile hivi. Hapana mnaitika parce que ordre yote mal donné. Haina tu sanse kuiexécuter. Sisi tunasema tunashukuru. Munatukataza, munatuantoure na munatufanizia vyote hivi. Asante kwenu, lakini message yetu ifikishe kwa autorite. Mama viva! Viva! Bandugu bapenzi, kama tulitaka kufanya hii march, hatukwenda nje ya sheria. Kitu ya kwanza tulifanya ni kuandika hii barua ya kuba informer. Nitasoma, mwisikie kama mko makosa gani. République démocratique du Congo, coalition Lamuka Moba. Le 11 juillet 2020, numéro de référence de la lettre Europale, transmis copie pour information à monsieur le commandant de FARDC Moba, à monsieur le commandant Force Navale Moba, à monsieur le commandant PNC Moba, à monsieur le procureur général de la République près le TP de Moba, à monsieur le CP ANER Moba, à monsieur le CP DGM Moba, à monsieur chef de la DGMIAP Moba. Mais par contre, il a adressé quoi? Monsieur l'administrateur du territoire de Moba. Monsieur l'administrateur, nous, parti de l'opposition, membres de la coalition Lamuka, avons l'insigne honneur de vous informer que ce lundi 13 juillet 2020, à partir de 9h, organisons une marche pacifique en vue de dénoncer ce qui suit. 1. L'entérinement de M. Ronsard Malonda comme président de la CENI. Et 2. Le projet de loi Minaku et Sakata. La marche débutera au niveau du siège du parti UNADEF à Kirungu et prendra fin au bureau du territoire en Songola. Pour ce faire, nous demandons à l'autorité de bien vouloir prendre toutes les dispositions nécessaires afin de nous sécuriser ce jour-là durant toute notre marche pacifique. Veuillez agréer, monsieur l'administrateur du territoire, à nos sentiments patriotiques ainsi que notre grand respect. Pour la coalition Lamuka, signé le président de l'UNADEF, le président du PND et l'UNAFEC a été représenté par l'honorable Kabanda, le MS ne s'était pas présent. Tu dis quoi ça, Nini? Démocratie! Déclaration yenye si tulipaswa kufanya ya kuremettre autorité tungefika kunsongola ayo. Déclaration des partis membres de la coalition Lamuka de Moba ce lundi 13 juillet 2020. Le peuple congolais en général et la population de Moba en particulier croupit dans une misère indescriptible depuis des décennies. Pour ce faire,
Nous, population de Moba en général, et membres des partis qui forment la coalition Lamuka, dénonçons avec notre dernière énergie les faits qui ne pourront qu'aggraver notre situation déplorable, à savoir 1. L'entérinement de M. Ronsard Malonda par l'Assemblée nationale au poste de président de la CENI. Étant donné la manière dont il a tripoté les résultats des élections de décembre 2018, nul n'est sans savoir que M. Malonda est un expert dans la tricherie. 2. Nous rejetons catégoriquement le projet de loi Minaku Sakata qui risquerait de priver notre justice congolaise de toute son indépendance. En ce qui concerne M. Malonda, nous demandons que le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'être très vigilant pour ne pas accepter ce genre de situation. Car, comme disait son père, le peuple d'abord. Ensemble que nous cherchons pour les changements. Muda mfupi nimezungumza na Tabu Kabunda Frederick, naibu president wa chama cha INADEF ndani mwa tarafa ya Moba, na kwanza ameanza na kusema kwetu sisi maandamano yamefanyika, japokuwa tukufikia muafaka, lakini yamefanyika juu tulihimiza wanamemba waje kwa wingi, na wanamemba wamefika kwenye eneo ya mwanzo wa maandamano. Bahati mbaya na la kusikitisha sana ni jeshi na polisi kuandaliwa kwa ajili ya kutawanisha waandamanaji ndani ya nchi ambayo inaitwa Republic Democratic of Congo. Ni kitu cha kusikitisha sana hicho. Ni kitu cha kusikitisha. Kwenye nyinyi watu wa Lamuka kutumiwa nguvu na polisi ama majeshi ni kinyume na sheria? Ndiyo, kinyume na sheria. Kinyume na sheria kwa kuwa katiba yetu haisemi hivyo. Tuko kwenye system ya information. Nina sisi majukumu letu sisi ni kuwaandikia viongozi. Tumefanya hivyo, wamepokea mabarua zetu, lakini cha kusikitisha ni kututumia tena wanajeshi na polisi kuja kutuzuia tusiandamane na mabomu ya machozi. Hiyo ni sikitiko kubwa kwetu sana. Na mabomu ya machozi yameweza kufyatuliwa ili kuweza kuwatawanya waandamanaji. Ilikuwa inaandaliwa ifyatuliwe. Ni pale tulipoona kwamba tumefikia hatua mbaya, tukamuita mkubwa akatuambia sitisheni hayo maandamano kwa kuwa imefikia sehemu hiyo. Acheni, ambieni wanamemba na washukuru warudie kwa kwao. Mapolisi na majeshi hakuna haja ya kugombana na raia. Tulikuwa tunampanga, hatuna chochote. Tukitembea mikono kwa mikono hivi. Mmetembea mkono kwa mkono, lakini wakati huu wa maandamano tuambie mmekuwa na nini ambayo imekuwa inamaanisha kwamba mmeandamana? Kumekuwa maandishi, kumekuwa vitambaa, kumekuwa nini? Tulikuwa na vitambaa ambavyo vimeandikwa hatutaki Ronsard Malonda kwenye kichwa cha tume huru ya uchaguzi. Hatutaki sheria zile proposition za sheria ambazo zilizoandaliwa na Minaku na bwana Sakata kutawala mawakili uheshimiwa procureur majaji kwenye vyumbe vya kisheria. Tukasema hiyo hatutaki, na ndio ilikuwa maandishi yetu tu, ndio sila tuliokuwa nayo ni hiyo maandishi tu na makaratasi ambapo palikuwa picha za Malonda ambazo tumezikataa, kusema huyu ni mtu ambaye aliyetuundia hii chumba cha bunge tunacho leo ambacho hakina na confiance ya wananchi. Tena leo apewe tuzo ya kusema yeye ndio atakayetuongoza. Tunasema hapana. Haiwezekani. Kesi la nyanyi mumutuke ngedele. Kesi la soko mumpe makako. Haiwezekani. Hapo mnapokuwa mkifanya maandamano yenu leo tarehe 13 Julai mwaka wa 2020, maandamano yenu ni ya kuunga UDPS, ni moja ya chama tawala. Maandamano yenu yanapingana na nani? Kwa sababu Ronsard ameweza kachaguliwa na hivi sasa ni mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi nchini Kongo. Kwetu sisi Ronsard sio mwenyekiti. Hiyo kwanza tunakataa. Na haiwezi kukubalika mpaka dakika ya mwisho. Damu yetu sisi wa Kongomani itamwangika kwa ajili ya yule jamaa. La kwanza.
Hatumsapoti sisi UDPS kwamba kwa kuwa ni chama kinachoongoza leo na sisi tunaenda katika hoja moja nao, ina maana tumewashabikia. Sio hivyo. Sisi tunapinga ni sheria. Uone tu ubovu wa uongozi wa nchi yetu. Yeye UDPS yenyewe ni chama tawala wakiwa katika muungano na FCC. Ndani ya hicho kitu sisi tunapowaona kama watembei sawa, ni pale ambapo wako wanaunda vitu ambavyo viko vinaenda kinyume na matakwa ya sisi raia.